Leo tumekuandalia mchanganyiko mmoja ambao unaweza kukusaidia kutengeneza uji. Wengine wanaita uji lishe, lakini sisi tunasema uji wa unga mchanganyiko ambao ni the best. Tutakuelekeza vitu vitatu tu, vitakuwa vinafaa kwa ajili ya kutengeneza uji ambao unaweza kukupatia virutubisho vya msingi. Hii ni maalum kwa ajili ya watoto, lakini pia kwa wajawazito, watu wazima, na pia kwa watu ambao wanahitaji kuongeza uzito. Ila pia kwa matumizi ya familia kwa ujumla, kwa sababu una virutubisho vyote vya msingi ambavyo vinahitajika kwa mahitaji ya binadamu. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Kitu cha kwanza katika uji huu ni mahindi. Yawe mahindi ya njano au meupe, yanashauriwa kuwepo. Na kwa sababu uji huu tunalenga kwa mtu mmoja, tunatoa maelezo kulingana na mtu mmoja. Mahindi yanatakiwa yawe kilo 1 kwa mchanganyiko huu, ambao tunauzungumzia ambao unamtarget mtu mmoja. Maana kama ni watu wengi, utaongeza kiasi kulingana na idadi ya familia au watumiaji. Na hapa naomba nisisitize kitu, kwa sababu kuna akina mama ambao wana watoto, unakuta anasema amechanganya nafaka zaidi ya moja. Mfano ameweka mchele, ameweka mahindi, ameweka mtama, ameweka ngano na kadhalika. Hii sio sahihi kwa sababu vyote hivi nilivyovitaja, vyote ni wanga. Kwa hiyo katika nafaka unapochagua, chagua kimojawapo, alafu vitu vingine vitoke kwenye makundi mengine ya vyakula ili uweze kupata virutubisho mbalimbali kuliko kujaza kitu cha aina moja ambayo inakuwa haina faida kiafya. Kama unahitaji unga wa lishe ambao umeandaliwa kwa ubora na salama kwa matumizi ya mtoto wako au familia yako, tafadhali wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Atakupatia unga salama kwa familia yako. Usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii. Kitu cha pili ni soya lishe. Zinafahamika kwa protini yake, inakaribiana kabisa na protini ya wanyama. Ni kati ya mimea ambayo ina complete protein. Tukisema complete inamaanisha ina kila kitu kinaitwa essential amino acids. Kwa tunamaanisha zina all essential amino acids ambazo tunazipata pia kwenye nyama. Kwa hiyo ndo maana hapa nimechagua soya lishe. Hapa soya lishe kwa mchanganyiko wa kuweka mahindi kilo 1, soya lishe utaweka nusu kilo. Na hizi soya lishe unatakiwa kwanza zichemshwe na utoe ile ngozi ya juu, kwa sababu uwezo wa mfumo wa chakula kumeng'enya ile ngozi ya juu inakuwa ni vigumu, hasa kwa watoto na watu wenye matatizo ya tumbo. Kitu cha tatu ni mbegu za maboga. Zina virutubisho vingi ambavyo ulikuwa ufahamu. Kwanza ina mafuta mazuri kwa afya, tunaita ina polyunsaturated fatty acids na monounsaturated fatty acids, ambazo hizi ni fats muhimu hasa kwenye maendeleo ya afya ya moyo, lakini pia na ubongo. Tunajua watoto wadogo wanakuwa, lakini pia wale wenye changamoto za moyo wanahitaji mafuta mazuri. Lakini pia zina protini ya kutosha. Pia ina bioactive compounds ambazo ni za msingi, hasa zinakuwa kama tunasema zinazuia free radicals. Sasa kwenye term nzuri ya kuiweka, lakini nafikiri ushawahi kusikia kitu kinaitwa free radicals na inflammation. Kwa hiyo inasaidia sana kwa namna hiyo. Hii utaweka kwa mchanganyiko huu tu, nianze nao, utaweka robo kwa inatosha. Kwa hiyo general, unapokuwa unaandaa uji wa unga mchanganyiko, unatakiwa kwanza vitu vyako unavyovijua, unavyovinunua sokoni, uvichambue. Ukishavichambua unatakiwa uvisafishe. Ukishaviosha, kinachofuata kama soya lishe unatakiwa uzichemshe. Ukishazichemsha, uzichubue ile ngozi ya juu. Ukishamaliza uzianike juani. Lakini angalizo kwa upande wa mbegu za maboga, natamani ununue zile ambazo zishatolewa ganda la juu, kwa sababu tunalenga kupunguza fiber hasa kwa watoto. Watoto wadogo hatupendelei sana watumie fiber nyingi. Kwa hiyo ukienda kununua sokoni, nunua zile ambazo zimeshatolewa ile ganda la juu. Kwa kufanya hivyo, utakuwa unaipatia familia yako au mtoto wako au mtu wako wa karibu anayekunywa uji huu, utakuwa na virutubisho vya kutosha. Utakuwa na wanga ambao ni muhimu kwa ajili ya kutupatia nguvu. Utakuwa na protini ya msingi, tumezungumzia kwenye soya kuna protini, lakini mbegu za maboga pia zina protini. Utakuwa na mafuta ya msingi ambayo yanasaidia afya ya moyo, lakini yanasaidia afya ya ubongo na afya kwa ujumla. Lakini kuna madini ya msingi mfano ambayo yapo kwenye
mbegu za maboga. Kuna madini ya msingi kama magnesium, kuna madini ya msingi kama potassium, kuna phosphorus. Haya ni ya msingi sana kwenye utendaji wa shughuli za mwili. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo unakuwa unapata uji, sio uji tu, uji ambao una mpangilio sahihi na una mgawanyiko sahihi wa virutubisho. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuwa tofauti na yule anayekunywa chai ya majani, anayekunywa na chai ya kahawa au anayekunywa uji wa dona peke yake. Utakuwa na kitu cha ziada. Lakini angalizo la pili tunasema uji sio chakula peke yake. Kuna wazazi ambao walikuwa wana trend kulazimisha watoto wanywe uji. Sisi kama wataalamu wa lishe huwa tunawaambia mtoto apewe kitu anachokipenda, na ukija kwetu tutaweza kukushauri vizuri kwamba kwa kile anachokipenda umfanyaje yule mtoto aweze kupata mahitaji yake ya msingi. Sisi ni furaha yetu ni kuona kwamba tunapata Tanzania ambayo haina watoto wenye utapiamlo, lakini pia haina watu wazima wenye lishe duni, kwa sababu lishe duni ni kwa watoto na watu wazima. Kwanza kabisa, mwili wa binadamu unahitaji uwiano sahihi wa virutubisho ili seli ziweze kufanya kazi zake vizuri. Hapa, unachofanya kwenye huu mchanganyiko ni kitu kinachokaribia kile kinachoitwa kwenye taaluma ya lishe mlo kamili. Yaani, una makundi makuu matatu: wanga, protini na mafuta. Kwa upande wa mahindi, haya hutoa nishati kupitia wanga. Kibiolojia, wanga huvunjwa kuwa sukari rahisi kama glucose, ambayo ndiyo chanzo kikuu cha nguvu kwa ubongo na misuli. Ndiyo maana mahindi yanafaa sana hasa kwa watoto wanaokua na watu wanaohitaji nguvu nyingi. Kwa upande wa soya lishe, hii ni muhimu sana kwa sababu ya protini yake. Protini huvunjwa kuwa amino acid ambazo hutumika kujenga misuli, kurekebisha tishu zilizoharibika na kusaidia mfumo wa kinga. Soya kuwa na complete protein inamaanisha mwili haukosi amino acid muhimu ambazo hauwezi kuzitengeneza wenyewe. Kwa mbegu za maboga, hizi zina mafuta mazuri ambayo ni muhimu sana kwa kazi za ubongo. Kibiolojia, mafuta haya husaidia katika ujenzi wa seli za neva na pia huchangia katika utengenezaji wa homoni. Pia, yana vitu vinavyoitwa antioxidants ambavyo hulinda mwili dhidi ya uharibifu wa seli unaosababishwa na free radicals. Pia, kuna jambo muhimu la mmeng'enyo wa chakula. Kitendo cha kuchemsha soya na kuondoa ngozi yake kinasaidia kupunguza vitu vinavyozuia ufyonzwaji wa virutubisho tumboni. Hivyo, mwili unapata faida kamili ya chakula. Hii ni muhimu sana kwa watoto na watu wenye mfumo dhaifu wa mmeng'enyo. Kitu kingine cha msingi ni madini kama magnesium, potassium na phosphorus. Haya husaidia katika kazi za moyo, mifupa na mfumo wa neva. Kwa mfano, potassium husaidia kudhibiti mapigo ya moyo na shinikizo la damu, wakati phosphorus ni muhimu kwa mifupa na meno. Hata hivyo, kuna ushauri mmoja wa kitaalamu zaidi wa kuongeza thamani ya huu mchanganyiko. Unaweza kuongeza kidogo vyakula vyenye vitamini kama karanga au dagaa waliokauka kwa watu wazima, au hata unga wa kunde kwa watoto wakubwa kidogo, ili kuongeza aina ya virutubisho zaidi bila kuvuruga uwiano. Na jambo la mwisho kabisa la kibiolojia ni hili: mwili hauhitaji tu chakula chenye virutubisho, bali pia unahitaji mchanganyiko wa vyakula mbalimbali kwa muda tofauti. Hivyo, huu uji uwe sehemu ya lishe, sio lishe yote. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.